yakaanza kupungua kidogo, yakapungua. Alikuwa hata hali, akaanza kula. Siku ya 3 ilipofika, akamwambia Bwana, sasa hii ni siku ya 3. Hii ni siku ya ngapi? 3. Uliniahidi ndani ya siku hizi 3 utamfungua huyu binti. Naomba Bwana utimize ahadi. Naomba Bwana utimize ahadi. Naomba Bwana uitimize hii ahadi. Tukamwita Bwana hapa. Huyu binti nakumbuka aliruka juu. Halafu aliposhuka chini, jasho likamtoka. Kila mahali jasho likamtoka, akitetemeka. Akainuka mwenyewe, akaanza kuangalia huku na huku. Nikamwambia, umefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Umefunguliwa. Binti akawa amefunguliwa. Sasa nataka nikulete wapi? Watu ambao walikuwa kidharauliwa. Mimi ni mmoja wao. Jamii yangu kuna watu wanateseka kwa jamii yangu mwenyewe, lakini watu wanakuja wakipona hapa, lakini jamii yangu mwenyewe hawataki. Sikia, hawataki. Hii neema imeachiliwa hapa, lakini jamii yangu mwenyewe kuna watu wanaipinga hii huduma ndani ya ile jamii. Yaani wanakubali kabisa wateseke, lakini kuja hapa wakombolewe, wanasema hapana. Tunamwelewa yule, tunamjua, lakini ngoma ikafanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na yule binti kufunguliwa, bado haikuwapa ushawishi ya kwamba pale kuna Mungu, lakini kamshukuru Mungu kwa sababu amefunguliwa. Yule nafikiri yule mama peke yake ndiye amekuja. Niko na mshirika mmoja tu hapa, na yule mama amekuja leo. Nimeona pengine labda yeye ataambiwa usiende hapo, lakini naona ameng'ang'ana, amekuja. Bwana Yesu asifiwe. Amekuja. Nasema Mungu akubariki mama. Mungu akubariki kwa kuitambua hii huduma. Maana hii huduma sio ya kwangu, ni ya Mungu. Na Mungu ameachilia hii neema ili watu wangu wawe wa kwanza kuipokea, wapone. Watu wangu ndio hata Yesu ilikuwa hivi. Anasema nilikuja kwa walio wangu, lakini walio wangu hawakunipokea. Injili ikatokea mataifa. Ndio maana saa hii watu wa Marafa wanapona, wanafunguliwa, lakini watu wangu wenyewe wameikataa. I don't care. Mimi wakifunguliwa, akifunguliwa hata mmoja, nasema Mungu pokea sifa. Kuna watu wamekuja hapa walikuwa vibaya. Mama, yule msichana wako anaendeleaje? Yuko sawa. Yule binti amezungushwa madhabahu mengi, na hata alipokuja kule kwa mkutano wa Injili, yule mama wakati yule binti ameanguka pale, akajua wacha nikamsubiri, maana najua atabebwa, ataletewa. Badala ya kusubiri aletewe binti, wakaja watu wakamwambia unaitwa na mchungaji. Maana alienda nyumbani makusudi, akasubiri akibebewa binti akiletewa, maana imekuwa ni kawaida. Akaambiwa basi unatakikana na mchungaji. Alipokuja pale nikamhoji kidogo yule mama, akaniambia, nikamwambia mama, futa hayo mawazo. Futa mawazo ya kwamba wewe umeshikana na marafiki wabaya. Mungu atamfunga leo hii. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipojua kile shina, nilipolijua lile shina, unajua kuna vitu vingine havitoki mpaka utambue lile shina. Tatizo la ugonjwa liko wapi? Limeanzia wapi? Na nilipolijua lile shina, nikasimama kukemea lile shina. Yule binti akashtuka, kainuka, akaanza kuangalia huku na huku. Akamwambia hivyo. Nikamwambia Mungu mtie nguvu asimame. Akanyanyuka mwenyewe akasimama. Kamwangalia mamake, unamjua ni mama. Shikana na mamako nende. Bwana Yesu asifiwe. Halafu shetani akamleta hapa. Mama amekuja hapa anashuhudia, yule binti akaja tayari ile lipepo likaja tena. Nikamwambia basi kule ulishindwa hapa ndo vitakuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ukimbeba huyu Yesu, maisha yako yanakuwa ya juu. Kuna watu leo hii, ngoja nikwambie, kuna mama hapa amekuja juzi, mtoto wake ametakwa 1,700. Kuna kanisa hapa juu hapa, nimemtaka 1,700 avunje madhabahu. Ni mama alikuja hapa usiku.
na mtoto wake. Kamwambia, sasa wewe unadanganywa. Sasa yule mtoto baada ya kuwa yule mama ameonekana kama hana pesa, wakambeba wakamletea pale, yule mtoto akiwa ni mgonjwa, wakamletea pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipoletwa pale, yule mama akawa kuna mshirika amemwambia habari za hapa kanisani. Sasa ikabidi wacha nimtafute huyu mchungaji, maana huyu mtoto wangu nimeletewa mwenyewe, huyu mtoto nimeletewa, ni kama imeshindikana. Kaletwa hapa, kaja naye akaniambia, nikamwambia mama, usiogope. Hayo ni maneno ya wanadamu, lakini Mungu, kuna jambo Mungu anaenda kulitenda hapa, ulione kwa macho. Yule msichana alikuja hapa, alikuwa vibaya, nikamwombea, akalipuka hapa, halafu akasema niko sawa, niko huru kabisa. Nilikuwa nimemwambia aje kanisani, lakini sijui kama yuko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Ila Mungu anatenda hapa. Hayo ndio maisha ya kuwa juu. Wakati umembeba huyu Yesu, hawa jamaa hawakuwa na elimu, hawakuwa na nini? Na elimu. Walikuwa ni watu wa kudharauliwa kama nilivyodharauliwa mimi, lakini leo hii hata mimi naweza kusimamisha watu kama hawa. Na kuna wengi hawakuja mama, kuna wengi hawakuja leo, wengi hawakuja. Sikudhani ya kwamba kuna kipindi naweza nikasimamisha watu kama hawa, na sasa hivi nimesimamisha kanisa ingine marafu.